Nikukaribishe tena katika simulizi za makabila, na leo nipo na kabila la Wamakua, hususa katika masuala mazima ya jando na unyago. Jando na unyago ni sehemu ya kabila la Wamakua. Hata makabila mengine ambayo yanapatikana kusini mwa Tanzania basi hufanya jambo hili ama tamaduni hii ya jando na unyago. Kwa upande wa Wamakua ninauelewa ama nina ujuzi kwa sababu mimi ni sehemu ya Wamakua na fahari yangu ni kuona Makua. Hivyo ninauelewa mchache juu ya masuala ya jando na unyago. Hivyo nataka nikueleweshe ama nikupe taarifa chache kuhusu jando na unyago. Jando na unyago ni tamaduni ambayo hufanywa na Makua kama nilivyosema hapo mwanzo. Na mara nyingi jando na unyago hufanyika mwezi wa 6 ambapo vijana wanaotarajiwa kupata mafunzo haya wanakuwa wako likizo ama nje ya masomo. Hivyo hupata muda mrefu wa kujiandaa ama muda mrefu wa kupata mafunzo hayo ya jando na unyago. Jando na unyago hufanyika kama ifuatavyo. Siku moja kabla ya vijana kupelekwa katika jando na unyago huko maporeni, namaanisha, basi hunyolewa vipara na baadhi ya ibada ama sala mbalimbali baadhi ya koo hufanya juu ya vijana wao, kama kuombea waende salama na warudi salama kama walivyotoka. Wengine hutia mbepesi na kuomba kwa lugha ya Kimakua, wakimuomba Mungu ama wakimuomba Mluku asaidie vijana wao kupata mafunzo na kurudi salama nyumbani. Asubuhi vijana hao huandaliwa na kupelekwa porini ambapo tunasema ni jandoni kwa upande wa kiume, lakini kwa upande wa kike ni unyagoni. Baada ya kupita siku kadhaa za kupewa mafunzo kule unyagoni kwa upande wa kiume, basi vijana wale hurudi nyumbani, na kitendo hichi kinaitwa ni siku ya kuomba ugali. Tafsiri ambayo inaipata ama inakuwepo katika kipindi hichi cha kuomba ugali ni kuwatia moyo wazazi juu ya vijana wao kwamba vijana wao wako salama, lakini pia vijana wao wameshapata mafunzo ya kutosha juu ya namna gani watakuja kuishi na familia na watu wakubwa kwa wadogo kutokana na mafunzo ambayo wamepata katika jando. Hivyo watoto ama vijana huimba nyimbo ambazo zinaitwa kungwi, ambazo hizi huimbwa na vijana wakionyesha ujasiri ama kukua na kuwa tayari kwa kutumika katika jamii. Baada ya kumaliza kuimba ama kumaliza taratibu za uombaji wa ugali, vijana hawa hurudi jandoni kwa hatua za mwisho za kumalizia mafunzo yao, na baadaye baada ya siku 3-4 hutangaza siku rasmi ya kuchoma jando. Hivyo ni siku ya kuhamisha makazi ama siku ya kumaliza mafunzo kwa vijana hawa na kurudi nyumbani na kuja kuyaishi yale ambayo wamejifunza kutoka jandoni ama unyagoni kwa upande wa kina dada. Siku ya kuchoma jando kuna kitu ambacho kinafanyika. Kitu hichi kwa upande wa kwetu ama asilimia kubwa wanaita kutembeza mkakala. Mkakala ni mti ama fimbo ambao una maana yake pia. Hivyo sitaongelea hivi sasa, nitaongelea katika simulizi ambayo inafuata. Basi kila familia ama kila koo ambayo ina kijana wake wa kiume ambaye mpeleka jandoni, mkakala hupita na wamama au watu wa familia husika hupaka mafuta na kufupia baadhi ya hela. Lakini kitu cha kuchekesha na cha kufurahisha katika matembezi hayo ama sherehe hizo za siku ya kuchoma jando, kuna msemo ambao wanaotumia baadhi ya Walombwe ambao ni wasimamizi wa vijana. Unasema 10,000 2,000 hairudi change. Anyway, huo ni utani za taratibu za jando na unyago. Basi baada ya kuisha taratibu za kutembeza mkakala, hivyo Walombwe ama wasimamizi wa vijana hurudi jandoni na kumalizia kurudisha baadhi ya vitu, kujiandaa kwa kuhama moja kwa moja katika maeneo haya mapori ama jando kurudi nyumbani ili kuwakabidhi vijana hao kwa wazazi wao
na wakaendelea na maisha ya kawaida. Basi usiku majira saa 1, saa 2, kibanda ambacho kilikuwa wanaishi hawa vijana kinachoma moto na vijana warudi nyumbani. Siku hiyo ama usiku huo wa kuchoma jando panakuwa sherehe kubwa, ngoma, watu hunywa pombe. Lakini kutokana na maendeleo ya teknolojia, sasa mzungu amechukua nafasi yake, watu wanacheza muziki, watu wafanya hivi na vile, lakini yote ikiwa ni kusherehekea vijana wao kurudi katika mafunzo ya jando na unyago. Asubuhi vijana huvalishwa vizuri na kupelekwa uwanjani ama sehemu ambayo watakubaliana kuwa ni mkutano wa kuchukuliwa au kuchukua vijana wao kupeleka katika makambi ama familia zao. Basi baada ya kufika asubuhi, vijana hawa hukaa katika sehemu moja, ndipo kiongozi wa kimakuu ambaye anaitwa mwenye huja na kuwafungua ama kuwaruhusu vijana hawa waingie katika mikono ya wazazi wao na shughuli nyingine ziendelee. Baada ya mwenye kuwaruhusu vijana hawa, kutokana na maombi yake na baraka zake kuachia juu ya vijana hawa, basi kila mzazi anachukua kijana wake na kurudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani, kuna baadhi ya familia ama baadhi ya sehemu pia kuna kitu ambacho wanakiendelea kuifanya ikiwa ni sehemu ya kuburudika. Kuna kitu ambacho kinaitwa mapiko. Hii ni ngoma ambayo mtu huvaa kinyako, hupigiwa ngoma na kucheza na kuimba endapo watu ama ambapo watu wanafurahi na kusherehekea sherehe hiyo ya jando na unyago. Hivyo sikukuu au sherehe huwa inafana sana. Baada ya kupita sherehe hizo za jando na unyago, hivyo vimwali ama vijana huwa wamepata mafunzo na tayari kwa kuyaishi maisha yale ambayo wamefundishwa kule jandoni. Hiyo ni historia ama ni maelezo mafupi kuhusu jando na unyago kwa upande wa kiume, japo sina maelezo ya kuzidi kwa upande wa kina dada. Jina langu ni Chengoji, natokea Mpekeso, lakini pia nikukaribisha ama nakualika katika historia mbalimbali za vijiji ambazo zitaanza hivi karibuni. Kwa hiyo nataka unialike uwe mwenyeji wangu au niwe mgeni wako katika safari hiyo. Asante.